Dakta kabisa, mtazamaji wa Safifu Afrika popote pale ulipo, bila shaka uko vyema. Ni kuambie tu, ikawa usiku ikawa mchana na siku ikapinduka, na tunakutana tena hapa ndani katika jahazi la Swahili International Film Festival Africa Awards 2026-2027, jukwaa kubwa kabisa lenye mlengo mpana kuhakikisha lugha ya Kiswahili inakuwa na kuenea vyema ulimwenguni kote kupitia filamu zenye utamaduni, maudhui, uhalisia wa bara la Afrika. Lakini pia hizo filamu zinakuwa na manukuu, na habari njema ni kwamba hivi sasa dirisha la kukusanya kazi tayari liko wazi. Hivyo hii ni fursa kwako wewe mwandaji na mtayarishaji wa sinema barani Afrika kuhakikisha kwamba fursa hii haikupiti, kwa sababu yapo mataifa mawili nje ya bara la Afrika ambao pia nao watakuwa mataifa shiriki katika tamasha hili kubwa kabisa ambalo litafanyika jijini Dar es Salaam huko nchini Tanzania. Sasa kama mataifa mawili kutoka nje ya bara la Afrika wanashiriki, kwa nini mwandaji na mtayarishaji wa sinema Afrika upitwe na fursa hii? Hivyo hakikisha kwamba sinema yako inakidhi vigezo vikuu viwili. Kwanza kabisa, iwe na manukuu ya lugha ya Kiswahili, lakini pia iwe na utamaduni, uhalisia na maudhui ya bara letu la Afrika. Kisha baada ya hapo, ukiona filamu yako imekidhi vigezo hivyo viwili, ni dhahiri shahiri itakuwa imepata sifa za kuingia katika kinyang'anyiro hicho ambacho kinakwenda kufanyika hivi karibuni. Mimi nikuhakikishie tu mambo ni mazuri, na ndo kwanza safari inaanza. Kama ulikuwa nadhani tumechoka, bado tuko bulbul, tuko ngangari. Nikukaribishe sana katika jukwaa hili la Safifu Afrika siku hii ya leo murua kwelikweli. Kama jinsi ilivyo ada, hii leo katika jahazi hili nahodha wako ni mimi Ramadhani Mgwadu. Leo hii niko peke yangu, lakini naamini kila kitu kitakwenda kama jinsi ambavyo kimepangiliwa. Lakini nikukumbushe tu, wahenga wanasema vya kale ni dhahabu, na hawa watu wa kale wanasema kwamba kalamu haina miguu lakini inafika mbali zaidi kuliko mwenye viatu. Lakini pia maneno siku zote huwa hayana mabawa, lakini huweza yakapaa na kufika hadi mioyoni mwa watu. Leo hii tunakutana na mmoja kati ya mtu mahiri, mtu mashuhuri, mtu jabari kwelikweli hapa barani Afrika, mtu mwenye kuhakikisha lugha ya Kiswahili inapiga hatua kila siku. Huyu si mwingine bali ni mwandishi wa vitabu mbalimbali, ikiwemo vitabu vya watoto, kamusi za Kiswahili, lakini kubwa zaidi ni mtendaji mkuu katika TV ya Babusa, ambayo hili ni jukwaa la kielimu ambalo linatoa elimu tofauti tofauti kwa watoto ambao wanakuwa wanafuatilia runinga hiyo. Huyu si mwingine ni Daktari Hamisi Babusa kutoka pale nchini Kenya, ambaye ni mhadhiri wa Kiswahili na elimu ya lugha. Lakini kama itoshi, kofia yake nyingine ni mwenyekiti idara ya mawasiliano ya kielimu na teknolojia katika Chuo Kikuu cha Kenyatta. Pia ni mwandishi wa kamusi za Kiswahili, vitabu vya watoto, lakini pia ni mhariri wa lugha kutoka lugha ya Kiingereza kuja katika lugha ya Kiswahili. Huyu ni mtu mzito kweli kweli. Yaani kwa hizo kofia tu ambazo nimekutajia hapo, ni dhahiri shahiri pia mtazamaji wa Safifu Africa utakuwa kuna kitu umekipata hapo kichwani kwamba huyu ni mtu na nusu, ni mtu nondo kweli kweli, mtu chuma katika lugha ya Kiswahili. Karibie katika jukwaa hili kwa siku hii leo. Dr. Hamisi Babusa kutoka hapo nchini Kenya, bila shaka unanipata vyema. Naam, asante sana na kupata vyema vizuri, na nimeshukuru kualikwa kwenye hichi kipindi, kushiriki kwenye hichi kipindi kutoka Tanzania na mimi nikiwa Kenya. Nashukuru sana na nafurahi sana. Na umesema kwamba mimi mtu mzito. Mimi si mzito, ni mtu tu ambaye najaribu kuhakikisha kuwa Kiswahili kinaenea ulimwengu mzima, kitoke Kenya, kitoke Tanzania, kivuke Uganda, Rwanda, Burundi, na kivuke pia bara la Afrika, kiingie ulimwengu wote mzima. Asante sana. Kwa mataifa kama Tanzania na hata hapo Kenya nadhani baadhi ya maeneo, lakini pia hata Uganda, Rwanda, tunapozungumza mtu mzito tunamaanisha mtu ambaye ana mambo mengi kweli kweli, mtu ambaye ana uwezo wa kufanya vitu vingi kwa wakati mmoja. Dr. Babusa, kwa hiyo wewe ni mtu mzito kwa sababu una kofia zaidi ya mbili. Ni kama sauti yako sijui siipati vizuri, sijui ni kama inaenda inapotea, sijui kama mtandao yani inakatakata kidogo. Kama mimi unanisikia? Mimi nakupata vyema, na bila shaka mafundi mitambo hapa kwetu tayari watakuwa wameona tatizo hilo na wataliweka sawia. Hapo unanipata vyema hivi sasa Dr. Babusa? Dr. Babusa?
Bado unanipata kwa shida? Na kupata, lakini sauti inakatakata kidogo. Sawa. Mafundi mitambo wako hapa, nadhani tatizo hilo la kukatika katika kwa sauti tunashindwa kuwasiliana vyema, mimi na ndugu yangu Dr. Hamisi Babusa hanipati vyema. Kwa hiyo mafundi mitambo, tunaomba mlirekebishe hilo. Wakati huo anaendelea kulirekebisha, mtazamaji wa Swafifu Africa na mwandaji wa sinema barani Afrika, nikukumbushe tu hili jukwaa linakwenda kufanyika hivi karibuni huko nchini Tanzania, jijini Dar es Salaam. Kwa hiyo hakikisha unajiandaa vyema kisaikolojia, kiakili na kimwili kulipokea tamasha hili kubwa la Swafifu Africa. Dr. Babusa, tumerejea. Unanipata hivi sasa kwa uzuri wa hali ya juu? Nakupokea vizuri sasa, nakupokea vizuri. Kongole kwa mafundi mitambo wetu. Sawa, nilikuwa ninasema hapa kwamba huku Tanzania ama huko Tanzania, lakini pia Rwanda, baadhi ya sehemu za Kenya, tunapozungumza kwamba huyu mtu ni mzito, kama sasa hivi tunavyozungumza, mafundi mitambo wetu ni mtu mzito kwa sababu amefanikisha jambo hili la kulipata vyema. Kwa hiyo nayo pia ni mtu mzito kwa sababu na kofia zaidi ya 2. Dr. Babusa, tunakubaliana hilo? Asante sana. Kama nilivyosema, mimi si mzito vile sana. Ni mtu tu najaribu tu kuhakikisha kwamba yani napenda Kiswahili sana, napenda kinavyoendelea na napenda kishike kasi, kishindane na lugha nyingine za ulimwenguni kama vile Kiingereza, Kifaransa na kadhalika, na napenda pia akiwe lugha ambayo ni utambulisho wetu wa Afrika. Unajua wa Afrika hivi sasa hatuna lugha ya utambulisho, huwa tunajifanya na uzungu mwingi, kwanza huku Kenya sana. Angalau Tanzania mtajitambulisha na Kiswahili tayari, ninyi mko mbele kwa upande wa Kiswahili, lakini sisi Kenya huwa tunapenda kuzungusha ulimi tukizungumza lugha za wenyewe, yani hatuna utambulisho, tunasahau ya kwamba Dr. Babusa, kama hujafika mbali, Dr. Babusa, kama hujafika mbali, wewe unadhani hapo Kenya changamoto kubwa ni nini? Hadi Kiswahili kinakuwa kina tabu hivi, changamoto kubwa ni nini? Naam, sasa tuseme, mimi nitatoa tu mfano nchini Kenya, nitatoa mfano kwa sababu najua Tanzania kuna wapambanaji wengi zaidi na Kiswahili kimeendelea kutoka zile sera ambazo zimewekwa na rais wenu wa kwanza Mwalimu Julius Nyerere, hayati Mwalimu Julius Nyerere. Zile sera ziliwekwa, zimekiendeleza Kiswahili huko hadi sasa. Huko mna mabaraza mawili ya Kiswahili, baraza moja likiwa Tanzania na baraza la pili likiwa Zanzibar. Ukilinganisha na Kenya, hatuna baraza hadi sasa. Kwa hivyo nitasema nyinyi yani mmekipa Kiswahili kifua mbele, hapo nitasema hongereni sana, na sisi tunapambana, tunaendelea hivyo hivyo. Kwa hivyo tunaweza kusema ya kwamba hapa kwetu changamoto ni kuwa tunachukulia sana Kiswahili kama lugha ya Kiafrika, yani bado ule ukoloni mambo leo upo akilini. Kwa Kiingereza linaitwa washing, yani ile kusema ya kwamba jambo lolote ambalo ni la Mwafrika, rangi yetu nyeusi hii tunaiona duni, nywele zetu hizi za kipilipili ambazo zapendeza tunaziona duni, vile tulivyoumbwa, pua pana hii, mdomo vile umekaa, mdomo wa Afrika unajua, ukiangalia miomo huo imejaa, si membamba ile kushikana hivi. Sasa Kiafrika, yani tunajaribu kudharau mambo hayo yote, kwa sababu unaona hata sana kina dada wenzetu wanaenda wanakatwa makasi na daktari ili kubadilisha maumbile au kupaka rangi kwenye mwili, kujitubua na kuwa. Sasa hao ni mambo, lakini tunafaa tuwe na utambulisho wetu wa kwanza. Sawa, tunafaa tuwe na utambulisho wetu. Dr. Hamisi Babusa, hapo Dr. Hamisi Babusa, tunafaa tuwe na utambulisho wetu, nakubaliana nawe kwa 100%. Sasa nigeuke kwako mtazamaji wa Swafifu Africa. Hapo nimekudokezea kidogo tu mgeni ambaye tuko naye kwa siku hii ya leo hapa studio ni Dr. Hamisi Babusa kutoka nchini Kenya, na bila shaka wasifu wake nimekupatia walau kwa uchache. Jambo kubwa ambalo tunakwenda kulizungumza hii leo ni Jumuiya ya Afrika ya Mashariki na kukifanya Kiswahili kuwa miongoni mwa lugha kubwa na inayotambulika duniani. Ndio jambo ambalo tunakwenda kulijadili hapa ndani, lakini pia tutagusa mambo ya kiuandishi, kwa sababu Dr. Hamisi Babusa ni mwandishi wa masuala hayo ya vitabu, lakini pia ni mhariri, amefanya uhariri
wa vitabu vingi kweli kweli, kuvitoa katika lugha ya Kiingereza kuvileta katika lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo ni mtu ambaye ni sahihi na tutakwenda kuzungumza naye mambo mengi kweli kweli. Dr. Hamisi, nikirejea kwako hivi sasa, tunaona hiyo Tanzania, Kenya, Uganda ni nchi mwanzilishi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC, ambao makao yake makuu nadhani yako Tanzania, Arusha pale. Ni jumuiya ambayo inaweka nguvu kubwa sana katika kuhakikisha lugha ya Kiswahili inakuwa ni miongoni mwa lugha kubwa duniani. Unadhani ni kwa nini hasa juhudi hizo wanaziweka kuifanya kuwa lugha rasmi kwanza barani Afrika na kuwa lugha kubwa miongoni mwa lugha kubwa duniani, lakini kwa wakati huu nadhani ni wakati sahihi, ama tumechelewa au pia tumewahi? Dr. Hamis Babusa. Naam, hatujachelewa, bado tunaendelea kupambana. Alafu samahani pia, yani unapozungumza bado imerudi vile vile, sauti imerudi vile vile tena. Samahani, ningependa urudie tena nisikie mfululizo, kwa sababu nimekatakata, nimejaribu kusikia lakini nikatakata tena. Samahani, pole sana. Haina tatizo, hiyo ndio kazi ambayo iko hapa, mshahara na utumikia vizuri kweli kweli Dr. Babusa. Kwa hiyo nitarejea hata mara mia, ni mradi tu tupate kile ambacho tunatamani kukipata kutoka kwako. Kwa hiyo nikuondoe shaka kabisa. Swala kubwa ambalo natamani tuzungumze hapa, Tanzania, Kenya, Uganda ni miongoni mwa nchi mwanzilishi wa Jumuiya ya Afrika ya Mashariki EAC, ambapo makazi yake makuu yapo kule nchini Tanzania. Sasa jumuiya hii imeonekana kuwa na nguvu kubwa sana, ikiweka nguvu kubwa sana kuhakikisha lugha ya Kiswahili inakuwa ni lugha rasmi kwanza barani Afrika, lakini pia ni lugha ambayo inatumika katika shughuli zote za jumuiya hiyo, lakini pia inakuwa ni lugha inayotambulika duniani, kwamba unapozungumza kuna Kifaransa, unapozungumza kuna Kiingereza na Kiarabu, basi tunaweka hapo na Kiswahili kwa miongoni mwa lugha kubwa duniani. Sababu kubwa ya jumuiya hii kuweka nguvu kubwa katika kukikuza lugha ya Kiswahili ni ipi? Yaani faida ambayo inapatikana katika kukuza lugha ya Kiswahili ni ipi? Lakini pia kwa wakati huu unadhani ni tumechelewa ama tumewahi? Naam, ningependa kuzungumzia ile kamisheni ya Afrika Mashariki. Makao makuu yako Tanzania, nafikiri Zanzibar. Nishatembelea wakati mwingine kule. Yanatia bidii kuhakikisha kwamba Kiswahili kimeendelezwa na kimeenea ulimwengu mzima. Najua msimamizi wa sasa anaitwa Daktari Simwe, ambaye ametia dau pondo kabisa kuhakikisha kwamba Kiswahili kimeenea, akishirikiana pia na kuna chombo pia kiko pale kwenye Jumuiya ya Umoja wa Afrika kinaitwa Akalan, kiko AU. Pia hicho chombo kinasimamia na kinasukuma lugha ya Kiswahili. Hata kimetoa sera, kimeshurutisha sera kwa nchi za Kiafrika ambazo zimo tunaweza kuziita kwa Kiingereza sub-Saharan. Hizo nchi zimeambiwa kwamba hiyo sera ni kuwa kuwe na matumizi ya Kiswahili kwa mapana kama lugha ya matumizi Afrika nzima, sio Afrika Mashariki peke yake. Tayari limewekwa hivyo hilo jambo, na tayari wale marais wanachama zile nchi ambazo ziko katika Jumuiya ya Afrika ama Umoja wa Afrika zimepewa hiyo sera ya kwamba jaribu kutumia Kiswahili katika mawasiliano mapana Afrika. Na ukiangalia tayari kuna nchi ambazo zimechukua hizi hatua, nchi ambazo si za Afrika Mashariki, nchi kama vile wanaweza kukitilia Ghana pale rasmi lugha, na kuna nchi nyingine ambazo bado wako katika hatua za mwanzo. Tayari Kiswahili kimeanza kutiliwa pondo, na ujue ya kwamba hata Kiingereza kilikuwa hivi hivi tu. Kiingereza
wakati kilianza zamani, ukitazama historia yake, ni kuwa kilikuwa kinaonekana lugha ya watu wa shamba. Hata ukitazama zile filamu za zamani, hao watu walikuwa wanaitwa the barbarian, na walikuwa wanaongea lugha ya Kiingereza wakati wenzao walikuwa wanatumia lugha. Hicho Kiingereza ndicho kimeenea, si Kiswahili kitaenea, kwamba unajua lazima, inasemekanaje, mgeni usishurutishe wengine kulishika, kulipambania, tukikumbatia Kiswahili vizuri, hata yale mabara mengine yataona ya kwamba tunakipenda Kiswahili na yatakumbatia. Na napenda nione sera, kwa mfano sera kama hii iwekwe. Napendekeza tu mgeni yoyote ambaye anakuja kusoma katika vyuo vikuu vya Afrika Mashariki, na yeye si mwenyeji wa Afrika Mashariki, kwanza kwa mfano anakuja kusoma somo lolote tu, hata kama shahada, kwa mfano amekuja Tanzania, chuo cha Dar es Salaam, amekuja kusomea pengine shahada ya wanasheria kwa mfano, ama amekuja Kenya kwa mfano katika chuo kikuu kusoma shahada pengine ya udaktari, haijalishi. Tuweke sera kama vile nchi nyingine, tuweke sera. Ukienda Ujerumani kusomea shahada yoyote pale, jambo la kwanza utasomeshwa mwaka mzima lugha ya Kijerumani. Ukienda Uturuki katika vyuo vyao kusoma shahada zao kule, mwaka mzima utasomea lugha ya Kituruki. Kwa hivyo na sisi tuweke sera ya kwamba mgeni akija hapa Afrika Mashariki, sera, jambo la kwanza lazima, ukitaka kuwa mwanafunzi wetu, jambo la kwanza lazima tukufundishe Kiswahili kwa mwaka mzima, ujue kutumia Kiswahili, alafu sasa ndio mwaka wa pili uanze kusoma ile shahada. Ningependa kuona sheria kama hizo tukizianzisha. Na pia watalii, ukiwa mtalii unatembelea nchi za Afrika Mashariki, jambo la kwanza unapokezwa vitabu, kamusi za Kiswahili, vitabu vya Kiswahili, na ujifunze kabla uje. Ukija ukiwa unajua Kiswahili, basi utaheshimiwa zaidi. Yaani tuanze kuweka sera ya kwamba watu waanze kupenda lugha yetu Kiswahili. Sawa Daktari Babusa, sawa Daktari Babusa, na kupata vizuri. Hiyo ni sera katika upande wa elimu, na wewe ni mwandishi nguli tu wa vitabu vya watoto, riwaya mbalimbali, kamusi za Kiswahili. Unadhani labda serikali zenu za huko Afrika Mashariki ambako Kiswahili ndio kinaota mizizi ama kiko huko kwa asilimia kubwa, Tanzania, Kenya, Uganda, unadhani serikali za nchi hizo zinaweza zikaweka sera gani nyingine katika nyanja hiyo ya kwenu ya uandishi wa vitabu ili kuhakikisha lugha ya Kiswahili inazidi kuota mbawa, ukiachana na elimu? Naam. Jambo la kwanza ningesema kwamba tuongeze, ukitazama vizuri, kwa mfano hizi tuzo za waandishi Kenya kidogo, Tanzania mmejaribu, kuna tuzo nyingi kwa aina nyingi nimeziona pale. Kidogo Kenya tupo chini, zile tuzo za Kenya za waandishi wa Kiswahili hazipo. Kwanza tuanze hapo. Jambo ambalo naona kidogo limekiliwa pondo ni vitabu kutoka daraja la chekechea kule mpaka gredi ya 12. Sasa hilo ni jambo zuri sana, kwa sababu imefanya pia mashirika ya uchapishaji vitabu na waandishi wakafaidiwa, kwa sababu vitabu vingi vinasomwa. Lakini mambo yangeendelea zaidi ili kuhakikisha kwamba hawa waandishi pia wanaonekana wana hadhi. Kwanza, sera kwa mfano moja wapo ni tuwe na baraza la Kiswahili nchini Kenya kama vile Tanzania. Nimesema Tanzania mko mbele kwa sababu mko na mabaraza mawili, moja Tanzania bara, nyingine kule Zanzibar. Sasa jambo la kwanza hapa nchini Kenya tungekuwa na baraza la Kiswahili ambalo sasa lingeshirikiana ile baraza ya Tanzania na lile pia ile kamisheni ya Afrika Mashariki ambayo iko Zanzibar. Basi mambo yangenoga zaidi, lakini kwa sasa hivi Kiswahili kipo upande wa elimu. Upande wa elimu Kenya kiko juu sana, hilo najua, kwa sababu waandishi wanaandika vitabu, hadithi za watoto, fasihi zinasomwa kuanzia chekechea, tunaita hapa primary 1 hadi gredi ya 12 kama sekondari. Yani vitabu vimeandikwa vingi, vitabu vya sarufi, vitabu vya hadithi,
na kadhalika. Kwa hivyo jambo hili, hiyo ni sera moja hapo ambayo imeendeleza waandishi na Kiswahili, lakini nafaa tuendelee zaidi, tujiweke lile baraza la Kiswahili na pia serikali ziwe pia zitafsiriwe katika lugha ya Kiswahili nyingi zaidi zote. Hilo ndio ningependekeza. Alafu jambo jingine, hapa Kenya pia bado Kiswahili kimeandikwa kwenye katiba kuwa ni lugha rasmi pamoja na Kiingereza, lakini hilo limeandikwa tu kwenye katiba, lakini ukienda ofisini, kwa mfano uone kazi imetangazwa kwenye gazeti ama kwenye runinga, alafu ujaribu kutuma maombi kwa lugha ya Kiswahili, basi hutapata ile kazi, kwa sababu lugha rasmi ya kutuma maombi ama mahojiano bado ni ya Kiingereza. Kwa hivyo hizo ndio sera napendekeza serikali zifuatilia, kwamba sasa kuwa sasa tuendeleze Kiswahili na iwe lugha rasmi katika utendaji wake. Asante. Na kwa upande huo wa maombi ya kutuma kwa lugha ya Kiswahili, unaonekana kama ni mtu ambaye hauko makini na kitu ambacho nakifanya, na maombi yako yanaweza katupuliwa mbali. Vivyo hivyo kwa baadhi ya waandishi wa vitabu chipukizi hivi sasa, wenyewe wanadhani kwamba wakiandika vitabu vyao kwa lugha ya Kiswahili basi hawatatambulika na hawataonekana kama wasomi, lakini wakiandika kwa lugha za kigeni kama Kiingereza, Kifaransa, hapo wataonekana msomi na kujitambulisha kimataifa. Wewe ni mwandishi nguli na ni mwandishi mkongwe wa vitabu mbalimbali kwa lugha ya Kiswahili. Swala hili kwanza kwa upande wako unalionaje, lakini pia unadhani ni tiba ipi ambayo inaweza ikatumika kwa hawa waandishi chipukizi kuhakikisha kwamba wanakithamini lugha ya Kiswahili na wanahakikisha lugha ya Kiswahili na kuwa na kuenea vyema ulimwenguni kote kupitia kalamu zao? Usanii, kwa sababu mwandishi ni mwana sanaa. Mwandishi ni kama mwanamuziki, mwandishi ni kama mchoraji, mwandishi ni kama mtungaji mashairi. Mwandishi yani ni mwana sanaa ama ni msanii, wacha niseme hivyo. Sasa hili jambo ni kuwa waandishi wengi wanaona ya kwamba ukiandika lugha ya Kiswahili hutapata wasomaji wengi. Ndiyo lipo, lakini halina mashiko vile, kwa sababu hivi sasa mambo yamebadilika na teknolojia ndio hii imeleta. Teknolojia imefanya ulimwengu mzima kuwa kama kijiji, global village. Yaani unaweza kuweka jambo lako tu mtandaoni. Hata hii redio yako hivi sasa inaweza kuwa inatazamwa na mtu kule Marekani, anatazama tu na anasikiliza, si lazima awe Tanzania ama awe Kenya. Anaweza kuwa yuko Marekani, yuko Jerumani na anatazama. Kwa sababu gani? Kwa sababu mambo yamebadilika hivi sasa, teknolojia imebadili mambo. Sasa jambo langu, ningetoa mfano mwafaka. Wacha nitoe mfano hai kuonyesha kwamba lugha ya Kiswahili, msanii, nimesema nitatumia usanii ili niingilie pia wale wengine, kwa mfano kama waimbaji, wanamuziki na kadhalika. Ninataka kuonyesha tu hoja ya kwamba Kiswahili kina mashiko na unaweza kukitumia na upate nini? Upate wateja ulimwengu mzima. Nitatoa tu mfano, msanii mzuri sana wa Kiswahili, mwanamuziki kutoka Tanzania, Platnumz, anatumia lugha gani? Mimi ningependa nizungumze. Huwa mara nyingi hata nikiwa kwa darasa huwa nawaambia wanafunzi wangu, kwa sababu akisema Kiswahili si kutumia Kiswahili akiendi pahali, huwa nawapatia tu mfano, nawaambia Diamond Platnumz ametumia lugha gani katika muziki yake? Wanajibu ametumia Kiswahili, na hivi sasa amejulikana ulimwengu mzima. Ama amejulikana ulimwengu mzima, hatumii Kiingereza. Kwa hivyo hiyo ni ithibati tosha ya kwamba ukijikaza katika lugha ya Kiswahili ukiwa mwandishi, teknolojia yani hadi Marekani, wale wauzaji wa vitabu mtandaoni kama hapa Kenya tunao wale wanajiita Nuria Bookshop, kuna wale wa ulimwengu mzima, wale wa kimataifa Amazon. Kwa hivyo unaweza kuandika kwa lugha ya Kiswahili na bado kitabu chako kisomwe ulimwenguni. Lugha ya Kiswahili si kizingiti cha mtu ama mwandishi kufanya. Nimetoa mfano hai tena, nasema tena, Diamond anaimba kwa lugha ya Kiswahili. Haimbi Sawa, tulikuwa tunazungumza kuhusiana na swala la elimu hapa. Umezungumza vizuri kweli kweli.
Sawa, tulikuwa tunazungumza kuhusiana na swala la waandishi chipukizi na ukazungumza kuhusiana na vitabu vya sarufi ambazo zinatumika katika mashule huko nchini Kenya. Lakini swala kubwa ambalo mimi linaniumiza kichwa mpaka hivi sasa, licha ya kwamba tumeukubali Uafrika wetu na tumekubali lugha ya Kiswahili kama lugha yetu wa Afrika, ila bado shuleni mitaala inatumika ile ile ambayo tunasema ni lugha za kikoloni ama lugha za wenyewe, kama hapo nchini Kenya mnavyozungumza lugha ya wenyewe. Unaweza kuona mtoto kuanzia shule ya msingi mpaka sekondari lugha ya kufundishia ni lugha ya Kiingereza, licha kwamba Kiswahili tunakubaliana wote kwamba imejitosheleza kimsamiati katika nyanja tofauti tofauti. Dkt. Babusa, uoni sasa ni wakati sahihi wa nyie waandishi nguli wa vitabu hivi vya Kiswahili kupeleka shinikizo katika serikali hizo kuhakikisha mitaala inabadilika na walau basi watoto wanasoma kwa lugha ya Kiswahili kuanzia msingi, sekondari, kidato cha 5 na 6 na hata elimu ya vyuo vikuu? Naam, tunasukuma hapa kwetu nchini Kenya, tunasukuma ili lugha ya Kiswahili iweze pia kutumika kama lugha ya kufundishia. Haiwezi kutumiwa kufundishia sayansi, na hilo mimi mwenyewe nikathibitisha kwa kufanya utafiti na nikaandika hadithi za Kiswahili za kufundishia sayansi, ili nikithibitisha tu ya kwamba lugha ya Kiswahili inaweza kutumika kufundishia biolojia, fizikia, kemia na kadhalika. Lakini bado hilo jambo bado halijatiliwa mkazo, lakini tunaendelea kupambana. Kiswahili Kenya likianzishwa, basi litaendelea na huo msukumo, kwa sababu sasa litakuwa ni kazi yake kuhakikisha kwamba Kiswahili kinaendelezwa vizuri katika matumizi mapana nchini Kenya, Kiswahili mbali za ofisi za serikali, iwe pia lugha ambayo inataka za ofisini, uweze kutuma maombi ya kazi kwa lugha ya Kiswahili, mambo yatakuwa mwafaka. Sawa, Dkt. Babusa, wahenga wanasema kwamba kidole kimoja siku zote huwa hakivunji chawa, na umoja ni nguvu, utengano ni dhaifu. Mimi kuna kitu ambacho ninakifikiri hapa, badala ya waandishi katika nchi husika kupeleka shinikizo katika serikali, mfano labda waandishi wa Tanzania kupeleka shinikizo katika serikali ya Tanzania, ama labda waandishi wa Kenya wakajikusanya wakapeleka shinikizo katika serikali ya Kenya, hamuoni sasa ni wakati mwafaka wenyewe waandishi ambao mnapatikana katika nchi hizo za Jumuiya ya Afrika Mashariki kuungana pamoja na kuwa kitu kimoja, kisha wote mkapeleka shinikizo kwa pamoja? Huenda hii ikaonyesha uzito kuliko kila mmoja kupeleka shinikizo katika eneo lake. Ni kweli kabisa. Na uzuri, kuna kamisheni ya Kiswahili ya Afrika Mashariki, kwa hivyo litakuwa jambo zuri sana hilo la muungano. Najua waandishi wa Afrika Mashariki wameungana, huwa tuna umoja, kwa sababu ukija hapa Kenya utakuta kwamba katika vitabu vyetu tuna vitabu kwa mfano ya waandishi wa Tanzania vinavyotumika katika elimu nchini Kenya. Kwa mfano, mwandishi kubwa kutoka Zanzibar, tamthilia zake, mashairi, hadithi fupi, na waandishi wengine tu, kwa mfano riwaya kama Nyota ya Rehema na kadhalika, Bwana Msa, zile zote zimetu Kenya. Ajie mtu yoyote ambaye amepitia ule mfumo wa zamani wa elimu atakwambia anatambua hizo kazi za kusukuma Kiswahili, na nadhani pengine kana pamoja, alafu tuweke shinikizo letu tulitume kwa kamisheni, imepewa jukumu mashariki nzima, litakuwa jambo moja, ni nguvu na utengano
dhaifu. Nadhani hilo litakuwa ni jambo jema kwelikweli, lakini pia kitu kingine ambacho natamani kiwepo basi ni kuthaminishwa kwa waandishi hawa wa vitabu tofauti tofauti. Dkt. Babusa, wewe utakuwa ni shahidi, bila shaka utakuwa unamfahamu mwandishi nguli kwelikweli, Ngugi wa Thiong'o. Vizuri sana, namfahamu vizuri sana pia. Ngugi wa Miri bila shaka pia utakuwa unamfahamu. Nasema bila shaka utakuwa unawafahamu waandishi nguli kwelikweli, Ngugi wa Thiong'o pamoja na Ngugi wa Miri. Naam, nawafahamu sana hawa waandishi kuandika hata kabla ya uhuru Kenya. Kuna zile kazi za fasihi tunaziita pre-colonial, wale zimeandikwa wakati wa Kenya wanapopigania uhuru. Sasa kuna kazi zao tayari, I will marry when I want na kadhalika, kazi zile za zamani za fasihi, mpaka wakaja baada ya uhuru bado kuendelea kuandika kazi maudhui ya Kiafrika, Uafrika halisi. Ukiangalia kazi zake sana Ngugi wa Thiong'o, pia akaja akaacha sana kusukuma Kiingereza, akawa anasukuma lugha za Kiafrika, akawa anaandika kuandika lugha ya Kikuyu, akawa anaandika katika lugha ya Kikuyu. Hata nakumbuka kulikuwa na mwanafunzi wake ambaye alimwambia aandike tasnifu yake Marekani kwa lugha ya Kikuyu, na mwanafunzi akaandika tasnifu na Sawa. Sasa mimi nadhani Dkt. Hamisi Babusa ni kwamba kama Afrika tuna waandishi nguli wakiwemo Ngugi wa Dkt. Hamisi Babusa, mimi nadhani kama Afrika tuna waandishi nguli wakiwemo wakina Ngugi wa Thiong'o, wakina Ngugi wa Miri ambao kazi zao zinaishi hadi hivi sasa. Jambo moja kubwa ambalo litawasaidia waandishi chipukizi kuona kwamba kalamu zao zina thamani sana katika kukuza lugha ya Kiswahili na kuacha urithi katika kizazi cha sasa na baadaye, kuwepo na siku maalum ya kuwatukuza waandishi hao nguli kwa kazi zao ambazo zinaishi hadi hivi sasa, na siku hiyo maalum kwa ajili ya kuwapa ABC AEOU hawa waandishi chipukizi kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kazi zao zinafika mahali ambako hizo kazi kongwe tayari zimefika, na huenda labda hizo kazi zao zifuke zaidi nje ya mipaka ya bara la Afrika. Mimi nadhani pia hii inaweza ikasaidia waandishi chipukizi kuwa na mahaba, kuwa na mapenzi na kile kitu ambacho wanakifanya, kwa sababu moja kati ya kitu ambacho kinawatesa hivi sasa ni kutokuthamini ile kazi yao na kuona kwamba kitu wanachokifanya hakina thamani tena katika jamii, lakini ni kitu ambacho kina nafasi kubwa sana kuhakikisha kwamba wanaacha urithi na kuituza na kuienzi lugha adhim, lugha ya Kiswahili. Sijajua kama mawazo yangu yatakuwa yako sawa kwa upande huo. Leo nasema umegonga nyuto utosini. Sasa ningependa kusema haya. Kenya, narudia, nilisema pale mwanzoni, Kenya kidogo tuko nyuma katika hizi hasa tuzo za kuwapa waandishi wa Kiswahili. Kidogo ni chache sana, ni chache. Tanzania angalau nimeona nyingi sana. Kwa mfano hata hii ambayo mmeanza hivi sasa, na nimeona nyingi tu zaidi. Hata kuna nyingine nilikuja Mwalimu Julius Nyerere, nikaalikwa, nikaja nikashuhudia waandishi wakituzwa, waandishi wakongwe, waandishi chipukizi wa kisasa, wote walikuwa natuzwa mkondo mmoja, ambalo inawapa motisha. Na jambo ambalo nimeona ya kwamba waandishi wanapotuzwa na kutambulika wanapata motisha na kuandika kazi zaidi. Kwa mfano ningesema mwandishi kwa mfano mchanga wa Tanzania ambaye ametuzwa, kazi zake ni nzuri sana. Hata nilikuwa mmoja wa wale majaji wa kusoma zile kazi. Nakumbuka wakati mmoja, anaitwa Rangimoto. Huyu mwandishi ni mchanga, lakini alipata tuzo nyingi, kama nakumbuka kama 3 hivi. Ikampa nini? Ikampa motisha, anachipua kazi baada ya kazi, na hivyo ndio kunahitajika sasa. Lakini ukija Kenya kidogo, huo msukumo wa kuwatuza waandishi utakuta haupo vile. Sasa utakuta wale waandishi ambao wanapambana
wanapambana tu kutoka na msukumo wao wa ndani, kwa Kiingereza wanaita internal motivation. Yani wewe unasikia tu mimi napenda hiki Kiswahili, kuwe na tuzo kusiwe na tuzo, kufa dereva kufa abiria, mimi nitaandika hivyo hivyo, nipambane. Sasa utakuta waandishi wengi ni wale ambao wanajisukuma wenyewe, lakini hakuna jambo kama tuzo ambazo wanapiga. Kwa hivyo ningependa kuhongera Tanzania kwa hilo jambo. Alafu Tanzania, jambo nyingine ambalo pia mmeendeleza kule ni kuhakikisha kwamba wale wanafunzi, ili kuendeleza Kiswahili tu, semi waandishi sana, angalia mambo mengine, wale wanafunzi ambao wanasomea shahada ya pili za uzamili, huko tunaziita uzamili, hizo hao wanafunzi huko kwenu mnawapa, yani mnawadhamini, mnawalipia zile karo wasome bila kulipa karo ya chuo kikuu, ambalo ni jambo zuri sana. Nilikuja nikalishuhudia mwenyewe. Ni wanafunzi wa shahada ya kwanza, bila shaka ni wanafunzi wa shahada ya kwanza. Shahada ya kwanza ndio wanapatiwa udhamini huo, pia na pesa za kujikimu. Sawa, lakini pia umemzungumza mwandishi chipukizi hapo kutoka nchini Tanzania. Nimefurahi kwa sababu mimi pia kuna moja kati ya waandishi ambao nafuatilia kazi zao sana na huwa zinanikonga. Sijui kama utakuwa unamfahamu ama umeshawahi kumsikia bwana mmoja anaitwa Shafi, Adam Shafi, na riwaya yake moja nzuri tamu kweli kweli ya Vuta Nikuvute. Naam, Shafi, Adam Shafi hata ashatembelea hapa chuo kikuu cha Kenyatta, namkumbuka vizuri sana. Alikuja kutembelea hapa na ana riwaya ana kazi nzuri sana. Nzuri sana. Riwaya yake moja, yule kuna mfungwa ambayo ukisoma ile riwaya yani itakutoa machozi, yani hiyo kazi yake, yani kazi zake zilikuwa ni nzuri sana. Na nikaja nikamwona pia nilipofika Tanzania, nilipoalikwa nimkuta wakati walikuwa wanatuzwa, nilimuona. Kwa hivyo ni mwandishi mzuri sana na ni mzuri, yani kalamu yake hatari. Mimi hiyo riwaya nasema hiyo riwaya ya Vuta Nikuvute ni moja kati ya riwaya ambayo nimeisoma zaidi ya mara 5, na ukiangalia karatasi zake ni karatasi zaidi ya 100, lakini ni mtu ambaye unatamani, yani unaimaliza, ukikaa baada ya siku 2-3 unatamani urejee tena uisome kutokana na kile ambacho kimewasilishwa kule ndani. Na kule nyuma niliona hadi mwandishi mkongwe hapo Kenya, Ngugi wa Thiong'o, aliipa uzito kwamba ukitaka kusoma riwaya tamu ya Kiswahili basi huwezi kuacha riwaya ya Vuta Nikuvute. Kongole kwake mwandishi Shafi, Adam Shafi kutoka nchini Tanzania. Kwa kumalizia tu Dr. Hamisi, kwa kumalizia nchini Tanzania kuna mashindano huwa yanatangazwa, ikiwemo mashindano ya kuandika insha kwa lugha ya Kiswahili, mashindano ya kuandika hadithi za watoto kwa lugha ya Kiswahili, mashindano ya kuandika sijui riwaya, tamthilia kwa lugha ya Kiswahili. Ni tuzo ambazo huwa zinatangazwa takriban kila mwaka na washindi huwa wanapatiwa zawadi. Sijawekwa hapo nchini Kenya utaratibu huo kama upo, na kama haupo basi ni waandishi wa Kongo ndio mna nafasi ya kushinikiza hilo, kuhakikisha kwamba tunapata waandishi chipukizi ambao na wao kazi zao zitaishi, na tutazizungumzia hapo baadaye, kama ambavyo tunazungumzia kazi za kina Shafi, Adam Shafi, kazi za kina Ngugi wa Miri na Ngugi wa Thiong'o. Mimi mwenyewe binafsi nilikuwa napanga kuanzisha tuzo za waandishi wa rasmi za Kiswahili, waandishi wa Kiswahili. Na waandishi wa Kiingereza zipo nyingi sana hapa Kenya, lakini Kiswahili kidogo tuko nyuma, lakini nitalichukulia hilo wazo mwenyewe, nitalitilia pondo mwenyewe na waandishi wengine wakongwe kama mimi, na tuendeleze tuone kama tutafanya tuzo, angalau tuzo moja kila mwaka, kuhakikisha wale waandishi wachanga wanapata motisha wa kuchongoa kazi za Kiswahili. Sawa, mimi nakushukuru sana Dr. Hamisi Babusa kwa kuungana nami ama kuungana na timu nzima ya Swafifu hii leo. Lakini kabla sijatoka, wewe ni mtendaji mkubwa na wa Babusa TV. Wewe ni hata siku moja na mimi ukanialika hapo nikapata nafasi na mimi ya kuchapa maneno 2-3. Sasa nitakualika siku moja uje upige dance na watoto huku unaimba nao,
kidogo, nitakualika siku moja. Asante sana mtazamaji wa Sofifu Africa kwa wewe ambaye ulichukua muda wako kuwa nasi kuanzia mwanzo wa mjadala huu hadi hivi sasa. Tumefika tamati kwa sababu muda nao si rafiki, muda unakwenda kweli kweli, inabidi tumalize na vitu vingine vipate kuendelea. Nikukumbushe tu, nilikuwa na mtu na nusu, mtu nondo, mtu dume, mtu chuma kweli kweli katika kukuza lugha ya Kiswahili. Si mwingine ni mtaalamu mwamba, Daktari Hamisi Babusa kutoka pale nchini Kenya, mtu mwenye kofia nyingi kweli kweli. Mimi kofia yangu hapa nikiyataka kuzungumza ama nikizizungumzia hazifiki hata 3, lakini huyu mtu chuma kofia zaidi ya 5 anazo. Kwanza ni mwandishi wa kamusi mbalimbali za Kiswahili, pili ni mhariri wa vitabu tofauti tofauti kutoka lugha ya Kiingereza kuja lugha ya Kiswahili, 3 ni mwandishi wa vitabu vya watoto, 4 ni mkurugenzi ama tunasema mtendaji mkuu wa Babusa TV jukwaa la kielimu, 5 ni makamu mwenyekiti idara ya mawasiliano ya kielimu na teknolojia katika Chuo Kikuu cha Kenyatta pale nchini Kenya, 6 ni mhadhiri wa Kiswahili na elimu ya lugha. Kwa hiyo utaangalia ni mtu wa namna gani, ni mtu ana mchango gani katika kukuza lugha ya Kiswahili. Mimi nikushukuru sana na nikwambie inabidi nitoke hapa na vitu vingine viendelee. Kwa wakati wote ulikuwa nami Ramadhani Mgwadu, kwa niaba ya wale wote waliofanikisha matangazo haya nikutakie alamsik. Kitani kwetu bala, sikizi watu walali. Mwanamke kaheshimishwa kwa haki na maendeleo. Yasikia jamani, sinajua mimi napendaga pambe. Mwanamke kaheshimishwa kwa haki na maendeleo. Haya jamani, wana vikoba wenzangu, kama tulivyoongea, vikoba vyetu tunataka kuvunja, lakini tunapotaka kuvunja mnanijua tena mama mwenyekiti wenu na pambe yangu. Pamoja na kutaka kuvunja vikoba tutavivunja, lakini mimi kama mimi mwenyekiti na pambe yangu nataka kuifanya. Umeelewa? Sema Mrs. Zinga, ukweli unaga mambo meusi. Umeona? Weka mambo sawa. Wapo tuwa mjini pambe, sio shida zako. Mama Shebi, wewe ndo mwenyekiti wa kikoba hiki na mimi ndo katibu wa kikoba hiki. Umeelewa? Sasa sisi hatukuelewi hayo mambo ya wewe kusema mambo ya pambe, utuletee chachu, uchachue, si ufanye nini? Yanahusiana nini na kikoba chetu? Mwisho wa mwaka ushafika. Lengo letu ni kuvunja vikoba vyetu, kila mtu apokee maokoto yake, akatatue changamoto zake na familia yake. Unatuletea mambo ya pambe, mambo ya uchachu, hatukuelewi lengo lako. Yaani uchachu inahusiana nini? Inahusiana nini na kikoba chetu hapa? Mimi naomba niongee. Wala sijapindisha huku wala huku, na chashusha tu, lakini sijapindisha kokote. Naomba niwaambie kitu. Jamani, kesho tukutane mapema. Kikoba chetu kinafikisha miaka 3. Tunatakiwa tuje kukivunja hapa. Lakini muelewe kabisa, kikundi chetu kama mnavyokiona, na kionaga kimedulula. Yaani kikundi hakina pambe, hakijachachuka. Sijui mnaona wenzangu. Mwenyekiti, huu mwaka wa 3 kwenye vikoba vyetu. Tuna upole huu unauona na tuna uchachu huu, unataka kutuongezea nini? Hatutaki ubabaifu. Hizo pambe zako ishia zako huko, tunavunja kama tulivyo na tutaendelea kama tulivyo. Tumemaliza uongo ndugu zangu. Nikisema nakupenda na maanisha. Haya, sawa. Ila laiti kama ungejua ilikuwa nikupeleke baada ya mazoezini, nikupeleke mahali, ungefurahi sana. Utaka kunipeleka wapi? Basi wewe umegoma mazoezi, kwa hiyo hili jingine achana nalo. Basi kama unataka kuniambia na mimi sili, sitaki. Basi ngoja basi naelezea. Wacha nitoe siri yangu. Lengo langu mara baada ya mazoezi kupita ukala mishikaki, alafu tungefika mahali tungekwenda ice cream center. Unakunywa pale maziwa fresh, juisi za maziwa, ukitoka na hapo unakula na yogurt. Kweli? Kwa Baresa? Hapo kama ulikuwepo kwenye mipango yangu. Kama ndivyo ngoja nilale kama jamani. Umeamka ghafla na kiu na hamu ya kula. Afu mume wangu kula na wewe. Sio nipa chakula kama unimpa sumu jamani. Bwana, mimi ni muuguzi mwema, muuguzi mzuri. Singependa kula chakula cha mgonjwa. Sasa muuguzi mzuri ni yule ambaye anakula na mgonjwa wake. Kula mwanangu.
Kula bwana. Unajua mimi nitakula kweli. Bwana kula. Wewe shauri yako unanishawishi uje. Kula bwana. Unanishawishi nitakula. Bwana kula. Bwana kula. Wanifunika tabia mbaya kwa chakula cha mgonjwa. Kweli? Aya. Sasa hapa. Sasa. Tunakwenda kufanya cheers. Kama send off. Vile. Bibi anamlisha bwana, bwana anamlisha bibi. Anamnywesha, si ndio? Bwana kumnywesha bibi. Bwana. Imenichana. Imenichana. Pole. Ui. Hebu ngoja. Naambie baele mwenyekiti jambo jeupe. Na mama tunaye na tunatamba naye. Hauna baya mama yetu. Ukifa uozi na ukioza wala unuki. Tunakukubali kwa juhudi na maendeleo. Ma. We nini bwana? Wewe usiona hapa mimi naongea na raia, wewe raia wangu wewe vipi? Shebi bwana. Yaani kama ninavyowaambia jamani, mimi mnanijua. Sijui kila mtu na nafsi yake. Yaani mwenzenu yani, sijui nimeumbwa inapendaga vitu viwe. Mama. Kama wewe. Wewe unajielewa ujielewe. Wewe unaniona hapa mimi nazungumza na kikao, wewe unanitanita, unanitia nini? Nakomba dakika moja mama yangu. Jamani. Bedi kidogo. Kikundi kinakuaga hivi jamani. Mama. Nimuelewa jirani yako. Wewe upite na unatupa ulimbo. Huyo loka naye karibu yako hapa. Ndio ulimbo umeutupa pale. Nikisema nakupenda na maanisha. Usiguse damu, usiguse damu. Gusa kwa hapo, usiguse damu. Haya, hapa. Pole. Haya. Pole. Nani? Tungepata tufagia. Haya. Ngoja nichukue. Taratibu. Taratibu mume wangu. Taratibu. Mama. Mango. Vipi? Tayari. Imekwaje? Tayari. Vipi? Vipi? Tayari. Mama wewe. Twende hospitali. Twende mke wangu. Tuwahi kwa daktari. Tuwahi kwa daktari wako. Nichukulie. Ngoja kwanza, hamna kutulia, subiri. Nichukulie. Nikuchukulie nguo. Sawa. Wewe kwanza nyanyuke kwanza, nikuweke sehemu afu mimi nichukue nguo zako. Ngoja. Twende taratibu. Taratibu, nakupenda mke wangu. Mtoto wetu awe mwema jamani. Mungu wewe. Sikia. Ndio. Nichukulie vitenge. Sawa. Manesi watanitukana sio. Sawa. Twende. Babangu.